kutubu leo. Kubali kugeuka leo. Acha kukejeli watumishi wa Mungu. Acha kukejeli watu wa Mungu. Wananena iliyo kweli. Wananena maneno ya Mungu. Wanachokuambia ni kweli. Wanachokueleza ni kweli. Ya kwamba ipo jehanamu. Ya kwamba upo uzima wa milele. Kubali jioni ya leo. Kubali jioni ya leo. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu kile cha Petro wa pili. Kitabu kile cha Petro wa pili. Petro wa pili. Sura ile ya 3. Mstari ule wa 3. Na kuendelea. Kitabu cha Petro wa pili. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3. Mstari wa 3 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, ndio, mkijua kwanza neno hili ya kwamba ndio, katika siku za mwisho watakuja madhihaka zao, watu wenye kudhihaki, ndio, wafuatao tamaa zao wenyewe, ndio, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Ndio, kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hilo ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Amina. Haleluya makutano. Amen. Haleluya makutano. Amen. Anasema nyakati za mwisho watakuja watu na dhihaka zao, wakisema, iko wapi ahadi ya kuja kwake Bwana? Iko wapi ahadi ya kurudi kwake Bwana? Haleluya makutano. Lakini neno la Mungu linasema watu hawa ni wajinga, maana hawaoni, hawajui ya kwamba ilikuweko dunia ya zamani, lakini dunia ile ya zamani iliondolewa, iligharikishwa kwa maji. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu. Watu walitenda uovu nyakati zile, kwa hasira ya Mungu akaigharikisha dunia ile, akaiangamiza dunia ile. Lakini anasema ya kwamba dunia hii ya sasa imeumbwa kutoka kwenye maji. Mbingu za sasa, nchi ya sasa iliumbwa kutoka katika maji. Lakini anasema ya kwamba dunia ile iligharikishwa, dunia ile iliangamizwa. Ila dunia ya leo ambao watu wanaendelea kutenda dhambi, ambao watu wanaendelea kufanya uovu, ambao watu wanaendelea kumtukana Mungu, ambao watu wanaendelea kumdharau Mungu, anasema dunia hii imewekwa akiba kwa ajili ya moto, kwa ajili ya moto. Tena anasema inalindwa, imetunzwa dunia hii kwa ajili ya moto. Kristo anarudi tena. Geuka jioni ya leo, usiangamizwe pamoja na dunia hii, usiharibiwe pamoja na dunia hii. Toka katika ulimwengu, kubali kumkimbilia Yesu, kubali kuachana na dhambi. Jioni ya leo, mahali popote ulipo, Kristo anakuita, Kristo anakuhitaji, Kristo anakuita.
anataka ugeuke, anataka utubu, anataka utubu, anataka umgeukie. Nimesema jioni ya leo ni jioni ya matengenezo, ni jioni ya matengenezo. Haijalishi umefanya nini kwa miaka mingi iliyopita, kwa siku nyingi zilizopita, jioni ya leo ninayo habari njema juu yako ya kwamba yuko Yesu wa Nazareti, Yesu anayesamehe dhambi, Yesu anayefufua, Yesu anayeponya. Yuko mahali hapa jioni ya leo, anakuhitaji mkimbilie, anakuhitaji ugeuke, anakuhitaji utubu, anakuhitaji utubu. Achana na mambo yote ya dunia hii, achana na mambo yote ya dunia hii. Yote yanapita, ulevi unapita, uchawi unapita, uchafu unapita, uvivu unapita, mambo yote ya dunia na anasa zake zote hizo zinapita. Jioni ya leo ninakuita mtu wa Mungu, wewe ambaye umesikia sauti hii, kubali kumgeukia Mungu, kubali kumgeukia Mungu, maana ana haja na wewe. Anasema amekuja kwa ajili ya kutafuta kile ambacho kimepotea. Amekuja kwa ajili ya wenye dhambi, sio kwa ajili ya wenye haki. Jioni ya leo anakuita mahali popote ulipo, anakuita mahali popote ulipo. Ni kweli umesikia, ni kweli umesikia kwa muda mrefu sana juu ya habari za kuja kwa Yesu, lakini nataka nikuambie ya kwamba yuko karibu, yuko marangoni. Anakuja Bwana, anakuja mfalme wa wafalme, anakuja Mungu mwenye nguvu, anakuja tena. Anasema ya kwamba atakapokuja atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo mbuzi na kondoo. Anasema ya kwamba mbuzi atawaweka mkono wa kushoto na wale kondoo atawaweka mkono wa kuume. Kisha atawaambia wale walioko mkono wa kuume, ulisini ufalme mliowekewa na Bwana wangu. Na wale walioko mkono wa kushoto atawaambia ya kwamba mwingie katika jehanamu ya moto wa milele. Jioni ya leo mtu wa Mungu, jioni ya leo mtu wa Mungu, ninakuita mahali popote ulipo. Habari hizi tunazozinena ni amina, tena ni kweli, na kwamba Yesu wa Nazareti anarudi tena mara ya pili. Acha kushupaza shingo yako, acha kudanganywa, acha kudanganyika na dunia, acha kudanganyika na mambo haya. Haya yote yanapita. Neno la Mungu linasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka, maarifa yataongezeka. Tunapoangalia sasa, ni kweli maarifa yameongezeka. Kubali kugeuka jioni ya leo. Inawezekana jioni hii mfalme wa wafalme akarudi tena mara ya pili. Inawezekana mwakani, inawezekana mwaka kesho, lakini anakuja, lakini anakuja. Kubali kugeuka jioni ya leo, kubali kutubu jioni ya leo, kubali kumgeukia Mungu, kubali kumkimbilia Mungu. Kwake kuna uzima, kwake kuna ushindi, kwake kuna amani, kwake kuna furaha. Inakuita mahali popote, wewe ulioko majumbani, wewe ulioko kwenye biashara, wewe ulioko mahali popote unaposikia sauti hii, ninakuita jioni ya leo. Yesu wa Nazareti anarejea tena mara ya pili kwa ajili ya kuwachukua watakatifu toka katika uchafu, toka katika dhambi. Geuka jioni ya leo ili uwe sehemu ya wale ambao wataurithi ufalme wa Mungu. Achana na kushupaza shingo, maana anasema ukishupaza shingo, hiyo shingo itavunjika. Usikubali kuvunjika jioni ya leo, kubali kumgeukia Mungu. Ninakuita mahali popote wewe unasikia sauti hii, geuka jioni ya leo, maana Kristo anarudi.
Haleluya makutano. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Kristo ndio furaha yetu. Kristo ndio uzima wetu. Kristo ndio kimbilio letu. Anasema wale watakao mkimbilia, hao ndio watakaa salama. Kubali kumkimbilia Kristo. Inawezekana una matatizo mengi, lakini ni kwa sababu unaye Kristo ndani. Jioni ya leo nataka nikwambie, ukimkaribisha Kristo ndani yako, yeye ndiye jibu. Maana neno linasema yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima. Anapoingia ndani yako, haijalishi na changamoto gani, akiingia ndani yako anaondoa hiyo changamoto. Inawezekana ni kwenye ndoa, kila siku ni mapigano, ni kwa sababu Kristo hayupo. Lakini akiingia yeye, anasema yeye ni mfalme wa amani. Mahali ambapo kuna vita, mahali ambapo kuna mapigano, yeye akiingia anarejesha amani. Yeye akiingia anarejesha amani. Mahali ambapo hamna furaha, yeye akiingia anarejesha furaha. Mahali ambapo hakuna amani, yeye akija analeta amani. Maana jina lake ni mfalme wa amani. Karibisha mfalme wa amani aingie kwenye maisha yako, abadilishe maisha yako, abadilishe hali yako, abadilishe mwenendo wako, abadilishe maisha yako. Yesu pekee ndiye anaweza kufanya hivyo. Waganga wa kienyeji hawawezi kabisa, hawawezi kubadilisha chochote, lakini yupo anaweza kubadilisha. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo ndiye anaweza kubadilisha, huyo ndiye anaweza kuleta uzima, huyo ndiye anaweza kuleta uhai. Mahali ambapo kuna mauti, akiingia yeye anarejesha uhai. Mahali ambapo pamekufa, akiingia yeye anapafufua. Haijalishi ni eneo gani la maisha ambalo limekufa, jioni ya leo nataka nikuambie ya kwamba yupo Yesu wa Nazareti ambaye anarejesha uzima, ambaye anarejesha furaha, ambaye anarejesha upendo. Kama upendo umepotea kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, yupo Yesu wa Nazareti ambaye akiingia yeye anafanyika pendo la kweli. Yeye anafanyika pendo la kweli. Ninakuita mtu wa Gebeli, ninakuita mtu wa Mwanza, ninakuita mtu wa kanda ya Ziwa, mahali popote unapoisikia sauti hii, Kristo ana haja na wewe. Kristo ana haja na wewe. Kubali jioni ya leo kumgeukia mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Mungu mwenye utukufu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye heshima yote, maana hakuna mwingine. Anasema Mungu ni mmoja, mpatanishi ni mmoja, sio mtume, sio nabii, sio dhehebu, sio dini. Mpatanishi ni mmoja ambaye ni Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye peke yake ndiye anaweza kukupatanisha na Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ninakuita jioni ya leo, mahali popote pale ambapo umesikia sauti hii, ninakuita usogee mahali hapa, ninakuita usogee mahali hapa. Maana tunaye Mungu mfalme, tunaye Yesu wa Nazareti, Yesu mpenda miujiza, Yesu mpenda maajabu. Yuko jioni ya leo mahali hapa, yuko jioni ya leo mahali hapa kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuwekwa huru. Maana anasema kwa sababu hiyo nalituma ili niyatende mapenzi yake Baba. Mapenzi yake Baba ni watu wote wapone, ni watu
wote wawe huru, ni watu wote watoke kwenye vifungo, ni watu wote watoke kwenye makandamizo, ni watu wote watoke kwenye jela ambazo wametupwa na ibilisi. Jioni ya leo Yesu wa Nazareti anakuita wewe kijana, anakuita wewe baba, anakuita wewe mama. Umefungwa kwenye gereza la ubevu, umefungwa kwenye gereza la uchawi, umefungwa kwenye gereza la uasherati, umefungwa kwenye gereza la uongo, umefungwa kwenye gereza la usengenyaji. Jioni ya leo anakuita jioni ya leo. Hivyo unaposikia sauti huu, ninakualika mahali hapa, ninakualika mahali hapa jioni ya leo. Tunawaita wote makutano, mahali popote ulipo. Hivyo umeketi kwenye kiti chako,